ona nani. Leo vitu ni mingi. Leo nataka kuonyesha namna ya kutengeneza mbavu ile ya hakika kutoka kwa nyati. Hii mbavu ya mwisho hii imesikana na hii saidongi, unakata unangoa na unaona unafuruta ndiaka. Nataka kuonyesha namna ya kutengeneza nayo tumbukiza ambaye ni tamu ni tamu kwa kweli, ambayo inaweza sababisha mate drama mzima. Sasa ukitaka kutengeneza hiyo tumbukiza unahitaji nini? Ona tu bitu ni mingi. Takana dania nini pale. Ona tena unatakana na spinach. Ona spinach inatakana tena sana nani. Spinach inatakana tena nani. Ona kunitakana tena chumvi. Kunitakana tena chumvi. Bitu ni mingi ambayo nitakuonyesha, na kabla nitakuonyesha kwanza nataka unipatie kwanza macho hapa nikupe siri. Chemuta maji. Chemuta maji kabisa. Chemuta maji kabisa. Unaona hii ni maji ambayo imechemuka. Sasa ni pale, ona. Naona tu sasa pale. Ngoja tuchinje tu. Ngoja tunachinja tu kidogo. Hii lazima tufunje tu. Ngoja tu nifunje tu. Nataka kuonyesha namna tu. Siri tu ya kutengeneza hii nini ya nyati. Naona tu sasa hii. Austin. Naona tu nataka nikuonyeshe tu. Abigail. Austin. Nataka nikuonyeshe tu. Namna tu. Unaona tu hii tena. Unaona. Unafunja, unaona? Meona sasa? Niko funja tu. Bas. Namna hiyo kisafunja. Sasa maji tunaona pale inachemuka. Unaona wakati inachemuka pale. Ona tena vitu ni mingi. Lazima ukuwe na nini firifiri. Nitakuonyesha namna tu ya kutengeneza. Wewe nipe tu macho nani kuonyesha hii vitu. Nataka uweze kumanga vizuri. Sasa unakatakata vitu kama nyanya bwana. Unaona sasa? Kata tu nyanya tu. Ili tumbukiza ya nyati, hii mbavu ya nyuma, ambayo iko upande ya saitomi. Na inatengenezaga supu po tena. Ni dawa. Ni dawa inafukuza magonjwa ya uvivu, inafukuza kulegea. Kulegea. Inaweza kuchuja kwa asilimia kubwa tena kwa sana. Ni dawa tu na usicheke ukifikiri ni mambo tu ya kuchesha, lakini hapa mimi nakupatia siri ya kuishi maisha ya raha. Ukitaka kuishi maisha yako iwe raha, unafurahi kila wakati, ni ufanye nini? Mwanzo kuwa na lishe nzuri sana, vyakula vya kuchemusha kama hizi mbavu za mwisho za nyati hapa kwa saidoni hizo. Jaribu sana kubugia kwa sana, alafu pia tia mazoezi kunywa maji, ndio hizi maji na pia jaribu kupata usingizi kwa sana jaribu kupata usingizi. Naye utapata kuweza kuishi maisha raha mstarehe. Mwanzo ni una manga yani kula yani chakula bonya. Bonya bonya upande wa bonya, naye usilete mchezo hapo hapo naye mara moja usijaribu kuleta mchezo hata kidogo. Naona sasa vitunguza ya hii tunatengeneza. Ona bwana, tunaunda tu. Naunda tu. Mimi kazi yangu Mwenyezi Mungu alileta hii duniani ili nikupatie siri ya kuishi raha mustarehe. Ndio maana sasa tunaona ugali unaona sasa kamwaya vitunguu ndio hiyo hii kitu itatoka hapa kia Mungu ndugu yangu. Hii kitu hii ndio dawa hii utatangamuka ulegevu hii au utawahi kupata tena kulegea kwa utenda kazi. Maisha yako yatakuwa kila wakati unafurahi. Hii tu ona tu tena biasi, ona biasi ona biasi. Ona tena hii tutajaribu kuongeza pale ndio itoke supu itoke kakamafu. Ona tu sasa umeona Ngoja tu vitu ni mingi sijamaliza. Sijamaliza hii kazi bado. Vitu ni mingi, nikisema vitu ni mingi kubali vitu ni mingi. Bado tunaendelea. Naona bado tunaendelea. Ona tu. Unamwaya juu pale vitunguu. Naona tu. Tuko nawe hapa nataka kuonyesha namna stadi ya kutengeneza tumbukiza ya mbavu ya nyati ya mwisho. Sana upande ya saidongi ya kwake. Huwa inaitwa hind loin. Inatengeneza
supu broth, aina ya broth. Broth ni supu si ya kawaida ambaye mnapigiwa hapa na mitungi ama bibuyu. Broth ni supu ya kipekee ambaye iliwahi kunywea ama iliwahi kunyiwa na watu kama kina Elizabeth watu kina Aristotle, watu kama kina Michael Aurelius, watu wakuu katika huyu ulimwengu. Watu kama kina Robert Greene ndio waliweza. Unaona Leonardo da Vinci, umeona sasa Michelangelo waliweza kunywea hii supu kwa kweli, na ndio waliweza kupata ushupavu fulani katika tendakazi zao. Na usiwahi kusahau hii ona, bas inaongeza ukakamavu fulani katika hii ulingo. Alafu sasa ona hii, usisahau dawa. Sasa hii nayo usikate, usijaribu kuikata na kisu, utaharibu. Hii unafuruta hii sehemu ya nyuma, unarusha huko. Alafu sasa unachuma. Unachuma tu na vidole, yani unachuna ama ndio hii. Unachuna to. Unaona? Ile kitu itatoka hapa si mimi nakuambia, unaona kama ni mchezo. Hiko kitu hapa na kuandalia kitu hatari nuksi bin maiti. Kitu inataka kutoka hapa Maona sasa, ona Alafu unamwaya curry powder simba mbili juu. Maona sasa upishi. Naona sasa mulo. Pilipili mbili. Naona sasa tuweke moja itatosha. Moja itatosha Wacha turudi tu mara moja. Ona tu pale tu juu nainyunyisia tu. Unainyunyisia tu, unaona tu. Nyunyisia, unaona? Kitu inataka kutoka hapa cha Mungu. Sasa ile kitu ufanye sasa hapo kwanza, mwanzo funika. Mwanzo funika kidogo. Naye wakati tunafunika pale, si eti tunakaa nde. Tunafanya style design kwa biasi design kwa biasi pale. Takuonyesha tu mambo itakuwa bamba. Hiyo ndio siri ya kuishi maisha ya raha. Chakula pale vyema pale unaunda vizuri, na seti ni chakula tu. Upate watu ambaye wamepata ujuzi mwafaka kutoka kwa Mwenyezi Mungu kama kina Ugali Man, wakuelezee kwa kina namna ya kuweza kuandalia mulo ambaye inaweza sio kwa kupendekeza tu, bali pia inanyorosha afya yako iwe barabara kabisa. Vitu misuli na inangatuka huwezi kuwa na afya kama hii kama iwapo wewe unakula kiolela. Hii huwezi. Umeona sasa hapa? Unaona hapa? Yes. Unaona hapa hapa lazima ujue upishi na uwe uko na maarifa kabambe ya namna ya kutengeneza vyakula mbali. Na sio vyakula tu hivi. Ujue ni vigani hivi. Vile vyakula ambavyo vimepitia mwanzo kwa mikono ya Mwenyezi Mungu. Hizo ni dawa. Kula biasi, kula spinach, kula mbavu ya nyati ambayo inatoka sehemu hii ya nyuma ya saidongi hii. Furuta, enda nayo kuja uchemushe. Hata ndio hii ninachemusha. Alafu pia ugali ona tu ona unga pale pembeni pia. Ona unga ona unga. Ona unga. Hizi ndio baadhi vitu zitakupatia afya kabambe. Naona sasa tuna sasa ni viazi pale tunachonga kwa kistaarabu. Mambo mambo bamba hapa. Mambo ni BA. Sasa viazi naye mnajua kabisa pale itaongeza ladha na pia nguvu fulani pale Ukipata hii mwili na chemuka, unapata mpupujiko. Uwezi kulegea hii ulegevu unachangamka kila wakati. Huyu mgonjwa.
Hii nayo inapondeza. Hii ni dawa. Mkule, msiwe mnakuwa mnajinyima na ile hali mnafanya kazi kwa bidii sana. Mnapata mapeni pale nini. No, hii mwili shukuru na mulo. Kitu unaweza patia hii mwili ukiwa hai ni mulo kabambe lishe manga bonya kunywa chakula na toka idea. Naona sasa vitu ndio hii sasa nimeunda sasa. Naona sasa mambo ndio hii, mambo ni barabara kabisa. Mambo ni barabara. Sasa zile viazi sasa unapasua unaona vidogo tu. Ile imeanguka unajaribu kuangalia usiwache hata upungufu. Unachukua. Naona sasa namna bwana. Naona mambo sasa mulo. Takufungua hapa utaimba haleluya. Utajionea tu na macho, utajua kweli ugali maana alitumwa na Mwenyezi Mungu na ananga wifu. Mimi nawasaidia, nawapa maarifa kwa upishi na pia naongezea nyinyi appetite. Muweze kumanga. Mangeni pasipo na bugdha yoyote. Manga wacha mchezo manga tutasaini bill ambaye mtu ule anapatikana mangi anashikwa anawekwa korokoroni. Tumange chakula naye Mwenyezi Mungu ataleta manga. Ukikataa kumanga usikwe. Serikali yangu nataka kuunda na nisaini bill ambaye nikipata umangi manake na chakula nitawamwagia kwa wingi minofu ya ngatata ya nyati naye kama upatikane una manga unarushwa korokoroni, unatandikwa, unapigwa, nyolewa bila maji na unamangishwa chakula kumango be proper Kitoka huko unakuwa hatari hata kushinda na namna ya ugali man. Naona sasa nataka kungoa, ona sasa, ona. Ona mulo, nikikwambia toka endea. Ona Ona mulo, ona, tuwacha nilete ya kukoroga hapo. Ona tu. Wacha nilete kijiko. Ona Ona ya nyati namna sasa nimeiunda. Ona. Ona tu sasa, ona. Ona tu. Na baada inaendelea. Umeona Very good. Ona sasa namwaya viazi. Ona namwaya viazi pembeni sasa. Ona Ona bado vitu ni mingi. Hii baadaye tutaweka hii ndania. Wewe nataka pale baadaye. Sasa hapa sasa. Naona tena hapa Naona sasa tunamwaya pale juu. Kidesign. Ngoja tu. Nataka tu uangalie tu namna mulo inaiva hapo. Hii tunaosha, unajua tunataka tuitumie tena. Tutaweka sima hapa na yote sasa. Tutaweka sima hapo ndio nini pale ambaye tutabonya. Tutabonya nayo hii ya nyati. Sasa bas. Sasa wacha tuifunike kwanza kidogo tu. Muda kidogo tu nitachomoa utanini. Itai pande hiyo wewe huko. Naona sembe sasa ndio hii. Naona na mwaya unga kiasi tu. Hii dunia nilikuambia ukitaka tu kuishi maisha raha mstarehe, weka chakula mbele. Kitu ya pili, jipende na jifurahie chochote kile unachokifanya. Wacha pasipo kusikia mambo ya watu ati nani pale nini.
Na pia unafuga wanyama, unakuwa mtu wa kufuga wanyama, unafuga kama hawa, unaona? Wanakuwa ni blessing. Unaona tu. Na waweka kwa nyumba, wanatoa roho chafu kwa wachawi. Paka ni mnyama ambaye anapumua roho safi na kutoa roho ya uchawi kwa nyumba. Unawaweka paka kama sita. Umeona sasa, kaeni hapa mtakula minofu. Nataka kuwatengenezea. Unaona? Ni namna tu nawaonyesha kama mimi Ugali Man muweze kuishi raha, mustarehe. Siri ni hiyo. Siri ni hiyo. Siri ni hiyo. Ona tu sembe sasa na nini, ona bwana. Tena itatoka sembe hapa, ile itatoka hapa tena ni soft. Naona sembe tu. Nae ona, mkitaka kutengeneza sembe polepole unamwaya unga kitaratibu. Alafu unazuia hapa mende asije kanini. Alafu ona nani. Mdogo polepole tu unatikisika. Unapeleka koroga kwa upore. Hapa itaki nguvu mingi. Upore tu. Ona tu bwana. Naona tu ni sembe bwana. Ona tu nani. Ambayo tunataka kukulia hii mbafu moja ya mwisho ya saitongi ya nyati. Ona bwana. Wabile na letu wakuletwa tu. Leta tu bwana tu polepole. Kitu inatoka soft kama ile ya Nigeria, tena ni white. Itende naye kitoboa tu mara moja hivi na nywea na nyonya supu. Unaona sasa tena unashika kimkurukupuko namna hii, unapiga kwa kifua, alafu unatoboa, alafu unachota supu pale. Unaona raha, ni raha tu mimi naleta kwa maisha yako, kuonyesha namna ya kuweza kuishi kwa raha mstarehe. Usijikasie vitu. Wacha kujikasia vitu kila wakati, unakuwa too much serious. No, life is too short to be stressed. The future is now, not tomorrow. We are living in a borrowed time. You might know the amount of money you have in your bank account, but you will for sure never know the amount of time you have here on earth. So, don't deny yourself what makes you happy. Okay? Do it and enjoy it to the fullest. From when the sun rises to when the sun sets. Do what pleases your heart. We are living in a borrowed time and life is awesome. Na chakula tena. Mutamu tena, unaona Unaona sasa kasembe na kaleta. Ona nani? Unaona hapa kwanza sembe, usikue sana kwa haraka kuongezaga. Sembe kikua hivi, usikue kwa haraka kwa kuongeza unga. Kwanza unaiponda kwanza inyonye vizuri. Unaona unaleta namna hii. Unaona tu unasungusha, inaitwa spinning. Tena unaangalia kama pengine kuna unga imebaki. Kama hii inaonyesha ya kwamba inahitaji unga kidogo tu. Kiasi nani? Kiasi. Unaona kama hiyo. Very good. Na itakuwa bam. Hii nani kijiko gani nilileta hapa wakuu? Hii si hapa nani? Hii nini naye amsemi? Hamuniambii kijiko sio ya kawaida upande wa upishi hapo. Mkwaje mkiongea sasa najua mnacheka. Ugali Man, hapana sio mzuri kukemelea mwenzako. Unasaidia yeye, unamuonyesha mali makosa iko ndio kesho. Wacha nilete kijiko. Hiyo sio kijiko ya hapo. Maana iko kijiko najua kwa kweli. Iko kijiko ya ya hapo. Na mbona siipati? Iko kijiko. Iko vijiko vya hapo. Ngoja nani kidogo nani. Naja. Unaona sasa unaona kitu atatilix kama hii. Tuiweke hapa ni nani? Very good. Sasa sembe unaona pia inakuja naye sembe sio ngumu kwa wale wanaogopa kupika sembe, ni kudunga tu kitoa mwiko. Unacheza nayo bano, tuona mara kidogo unasungusha namna hii. Naona tena una nini tu unaingiza tu. Naona tu kichwa. Naona tu.
kucheza tu, unaona, kucheza tu nayo, unaona. Unaona. Sasa unaiwacha pale mara moja, wakati naye inanyonya nini, tujaribu kuangalia hapa unaona sasa mambo ndio hii nani. Ona vitu, ona tu minofu ya ile nyati. Naona sasa vitu zinachemuka hapa nani. Nataka kumwaika naye ndio kabisa. Naona sasa unaongeza, hii ni dawa tena. Hii tania hii. Hii unatupa tu. Tupa tu mahali pale. Naona tu sasa very good. Sasa hata tuachane nayo kwanza nani. Ama nani tufunike tu kidogo, naona. Tufunike tu kidogo tu. Iweze nini? Kunyonya nini hiyo. Kuna vitu hapa zinastahili zitoke, sina chafa hapa sana. Naona sasa sembe namna hii. Sembe tu ikwagi ngumu. Naleta to. Naona. Usha tu. Lakini tena unaweza kuchapa kofi ndio itulie. Sasa lima moja bora hivyo. Mulo tu, kitu ambacho kitaweza kukufanya hii dunia uweze kuishi kwa raha starehe. Zingatia mulo. Zingatia kuwa mtu wa kupenda mulo. Wacha kupenda vitu vingine. Vitu vingine vitakuwa ni sumu dunia hii. Penda chakula sana. Weka moyo wako pale, manake ndio dawa ambayo itakutibu na kukutoa katika majanga mengi. Mtu ambaye amekataa chakula mahali vizuri, ana hasira nyingi zinamletea shida. Mara nini pale amelala ndani korokoroni, nini angefanya mambo pengine mengine ya kumweka katika faida katika maisha yake. Anakosa hiyo muda, anaspend hizo muda zote katika korokoroni juu ya hasira na kukosa kula vizuri, hauna furaha. Unakuwa mtu mwenye upesi kwa hasira. Unaona sasa? Mulo tu, hii ndio siri sasa ugali mananawalete. Unaona tu. Naye sasa nini? Oti. Naona sasa. Bado naona kuna unga ndani pale. Usugue kabisa, nyonye. Naona sasa nini? Naona bwana. Leta. Kuisha mara moja, naona bwana. Very good. Sasa unafunika sembe na unafungua hii. Sasa ona tu nani. Ona mambo nani. Ona sasa ngoja tena nilete kitu hapa. Ngoja tuendelee kuonyesha namna tu. Namna ya upishi. Sisi ndio kabisa, sisi ndio wapishi. Ndio tumebeba siri ya upishi. Naona sasa kuna mambo sasa nimeona pale yanahitaji nini, urekebishaji kidogo tu. Unaona sasa, unaona kama sasa hapa wakati inaendelea machinja naye sasa mwanzo hapa
Mulo nilieleza ndio hii itatoka kwa kweli. Unaona sasa kitu imeng'atuka, kitu imetoka kwa kweli, unaona? Na sasa unaweka pale. Unachukua nyingine tena bwana. Rusha tu. Naona hapo sasa. Kabisa tunaitafutia sasa mahali pale. Naona sasa, unaona? Viazi na nini kila kitu sawa sabamba, umeona sasa hiyo hata ndio iko sawa, hii haileti sangwe. Hii ya. Naona sasa. Alafu ya kukorogea sasa balance hapo juu. Inaweka hapa. Sasa tulete nini? Sahani ya ugali. Sahani ya kuweka sembe sasa. Hii sasa ndio ya sembe sasa. Andika sembe hapo sasa. Very good. Mambo badamba. Ona sasa tunaleta. Ona kuleta nani? Ona tu sasa bwana. Unaona kwa kweli? Leta tu. Leta bwana. Onje supu pia kidogo ndio tuweze kupata nguvu. Moja naja tu hapo sasa hivi tu. Naja tu. Nasikia ni kama naishiwa na power. Sasa ni vema kwanza changamuke kwa upande wa nini supu. Nyama naye bado kidogo. Lakini sasa nini? Supu sasa naona bwana. Hamna haja mate kumwaika kiasi hicho. Naona sasa ile na supu bora kabisa. Kiasi tu ya kudanganya tumbo tu. Na sasa hapo basi. Ona nani? Yes.
sasa. Mnataka supu? Wacha ninawekea. Niko na paka hapa, wacha wanataka ugali kiasi pale. Na supu. Haya. Ni moto, wacha kwa. Ngoja niweke pusi. Sasa mgoje poe. Sasa mtaandamana nayo. Mwache kulia namna hiyo paka ni nini? Nalia vibaya. Iko salama tena, pilipili iko kwa umbali. Supu muona vile iko thick. Naye ni hapa, ona. Ni hapa nyuma kwa nini? Ya nyati.
kutoka njaa.